Kwa nini shetani akushambulia? Pointi ya pili, kwa nini shetani alete mashambulizi? Shetani analeta mashambulizi ili ukate tamaa haraka, umchukie Mungu. Kwa nini shetani analeta mashambulizi? Analeta mashambulizi kwa mantiki hii, ili ukate tamaa haraka. Na hata wewe unajua kwamba kukaa hapa leo wewe ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini makatisha tamaa na kukata tamaa kulikuwa kwingi kuliko maelezo. Kwa hiyo adui anapoleta mashambulizi, anakushambulia ili ukate tamaa. Kuna eneo ameshaona unapika. Kuna eneo shetani ameshaona wewe umevuka. Kuna eneo shetani amesha kuona wewe hapa ukiswichi tu kagia tu namna hii unachomoka kama risasi. Anachokufanya, anakutengenezea limitations, anakutengenezea viunzi vikali. Unaanza kupanda, unatoka na jasho. Wakati mwingine unakata tamaa kabisa. Yaani unasikia uko ndani, niache na maombi naacha na hiki naacha. Hapana, huo ndio wakati mzuri wa wewe kwenda mbele, kunyanyuka zaidi, kutembea mbali. Usikate tamaa kwa hali unayoipitia. Usikate tamaa kwa mazingira uliyokutana nayo. Hata kama leo huna sukari, usikate tamaa. Hata kama leo nyumba inavuja mahali, usikate tamaa. Elewa ya kwamba adui anataka ukate tamaa ili apate nafasi ya kukukamata. Kabla haja kukamata, tunamshinda, maana tuna damu ya mwana kondoo ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, inayotupa authorities, mamlaka ya ushindi. Pokea huo ushindi jioni ya leo. Pokea hiyo neema jioni ya leo. Sema amen. Hebu sema kwa jina la Yesu. Hebu sema tena kwa jina la Yesu. Hebu sema tena kwa jina la Yesu. Sema kama hujakata tamaa, kwa jina la Yesu. Sikati tamaa. Piga bega la jirani yako, mwambie usikate tamaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kutoka sio kutoka kanisani. Ni kitabu tu kimeandikwa Kutoka. Kitabu cha pili cha Musa kinaitwa Kutoka. Usianze kunyanyuka hapo ukasema ibada imeisha. Ndio tunaanza. Kitabu cha pili cha Musa kinaitwa Kutoka. Kitabu cha pili cha Musa kinaitwa Kutoka. Mlango ni ule wa 14, mstari ule wa 10 mpaka ule wa 14. Kitabu cha pili cha Musa kinaitwa Kutoka. Mlango ni ule wa 14, mstari ule wa 10 mpaka wa 14. Angalia haya maneno, yanasema hivi: hata Farao alipokaribia. Msonde imewekwa hapa mbele, tusome sasa. Aya, twende. Farao alipokaribia. Hebu kabla tujaendelea, mshike bega jirani yako, mwambie Farao alipokaribia. Msonde tena, unamwogopa kwani umekaa na mama mkwe? Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie na sura ya furaha, mwambie wewe unajua unali Farao lako. Bwana Yesu asifiwe. Hii habari inahusiana na wana wa Israeli baada ya kutoka Misri. Baada ya kutoka wapi? Misri. Alhamisi au Jumatano nitakuongoza maombi ya kutoka mahali. Unatoka kwenye madeni, unatoka kwenye hasara, unatoka kwenye kifungo, unatoka kwenye miungu ya babu, unatoka kwenye miungu ya mama, unatoka mahali ambapo walikukatia tamaa. Maombi hayo tunayapiga Alhamisi hapa. Nani yuko tayari kwa ajili ya hayo maombi? Bwana Yesu asifiwe. Utoke kwenye kuvaa madera, na wewe uweke kawaksi kidogo na kakitu pale urushie. Utoke hapa kukaa kama mshumaa wa Pasaka. Unajua mtu amenyooka hivi kama mshumaa wa Pasaka namna hii, haijulikani mbele ni wapi, nyuma ni wapi. Tutakuvusha hapa Alhamisi. Nani yuko tayari kwa ajili ya kuvuka siku ya Alhamisi? Twende pale kitabu cha Kutoka. Twende kitabu cha Kutoka.